Huyo imamu wa Mlolongo kuna kitu atuambii. Mimi nasema huyo imam anajua pali huyo sheikh mwenye amebaka hawa wasichana ameenda. Umesikia? Sheikh amebaka mtoto wa miaka 8. 8 years old. Amebaka mtoto mpaka saizi anakula madawa. Alafu to make the matter worse, threaten mama ya mtoto asiseme ya kwamba mtoto alibakwa. Kama si Geoffrey Msiria mtu kumpigia simu na kwenda kuokoa huyo mtoto, leo hatungejua. Waislamu jamani, subhanallah. Kuna watu ambao wako ndani yetu sisi Waislamu wanatuharibia jina. Mimi nasema nasikia huyo sheikh ni wa Isiolo. Ametoroka ameenda Isiolo. Namba yake yote imewekwa kwa social media. Lakini mimi naambia hivi Msiria, naomba turudi kule Mlolongo. Huyo imam produce huyo sheikh ambaye amebaka huyo msichana. Walai, I feel like screaming. Nasikia kupiga nduru lakini ni usiku, siwezi kupiga nduru. Shukuru Mungu wewe imam, mimi sijaweza leo kufika huko hiyo Mlolongo kwa sababu wallahi, kwa sababu wewe ungejua mimi ni mzazi. Munawezaje umejua wewe imam wa hiyo area, umejua msichana amebakwa kwa madrasa. Instead of wewe you reach out umsaidie mama yao msichana, nyinyi ndio mna try ku silence mama yao mtoto. Shame on you all. Shame on you all. All in the name of religion. Mnataka sijui mnye muonekane perfect. No one is perfect. Mnatuharibia dini yetu nyinyi mashehe ambao mna tabia mbaya za kubaka watoto. Mesikia? Na tena ni mtoto wa miaka 8. Wewe sheikh, wewe Mwenyezi Mungu amekupatia ruhusa uoe mpaka wake 4. Wewe ulivokosa adabu, ulivozidiwa na shahawa zako, umeamua kuturepia mtoto wa miaka 8. Shame on you. Shame on you. Laana ya Mwenyezi Mungu ikushukie wewe. Hata huyo uume wako ukatike kabisa na unuke. Stupid man. Watu wa Isiolo wamesema sheikh is from Isiolo. Tutachunguza tujue huyo sheikh atatupatia full details ya huyo mbakaji. Alikuwa abake watoto 4 lakini 3 walifanya kutoroka. Sasa mimi nasema hivi, huyo sheikh, turudi kwa imam. Imam, this is the last warning tunakupatia. Nataka utupatie full details ya huyo sheikh kwa sababu mnamjua, mnyindo mlimandika kazi. Utupatie jina yake full, pali anaishi, hata kama ni Isiolo tutamuendea. Tusipokomesha huyo, tabia kama hiyo ndo itazidi. Kesho God forbid labda mtoto wangu ndo atapatikana, mtoto wa mwenzangu ndo atapatikana. We have to stand with our girls. Na wale mashekha ambao wanasema hii ni mambo ya dini, shame on you. Shame on you all. Sisi ni umma moja jamani. Mtoto mdogo ameumizwa. Hatujui kama huyo shekha akona ukimwi. Mtoto mpaka sai anameza dawa, anamuuliza mamake hizi dawa nazimeza ni za nini. Good job Msiria. Aki Msiria, this guy Mungu amweke. Continue exposing. Expose hao evil doers ambao wanajificha kwa dini. Mimi Kenya inaniuma na inaniumiza roho guys. Wallahi I feel like screaming right now. Lakini ni usiku. Tutaamka asubuhi tutapatana. Mimi nasema aje, huyo imam. Wewe imam, usipotuambia jina ya huyo sheikh na utupatie pali penye anaishi na utupatie namba yake ya simu na kitambulisho, you will be next. Na kuambia tutakuja kwa hiyo sisi wa mama hata tutatafuta wanaume. Sisi wa mama ndo tutakuja hapo Mlolongo just for your own good, kwa usalama wako. Naomba utoe details ya huyo mbakaji. That's all. Kwa sababu nikiongea mimi naona nitaendelea kuzungumza vibaya. Kesho asubuhi tupatane.